ladies and gentlemen, it's your girl Chanela with trending news from Manara TV. So one among the trending things huko mitandaoni ni kuhusu birthday ya tajiri mkubwa kutoka Ghana ambaye anaitwa Richard Niamakwai. Tajiri huyu aliyemlipa Diamond Platnumz bilioni 1 na milioni 320, yani kwa hela za kitanzania, kuperform tu, yani kutoa burudani katika birthday yake iliyofanyika Ghana. Sasa nakwenda kutoa historia kidogo kuhusu huyu mfanyabiashara tajiri Afrika ambaye anafanyika kwa jina la Richard Niamakwai kutoka Ghana. Katika dunia ya biashara barani Afrika kuna majina machache ambayo yanaweza kutoka mbali na kujenga mafanikio makubwa kwa juhudi zao wenyewe. Moja kati ya majina hayo ni Richard Niamakwai, mfanyabiashara mashuhuri kutoka Ghana ambaye amejipatia umaarufu mkubwa kwa uwekezaji wake, biashara anazozimiliki na mtindo wa maisha yake ya kifahari. Kwa mtu alianzia maisha ya chini, kufanya kazi ya kuosha vyombo na kupambana kwa miaka mingi, sasa Richard amekuwa mmoja kati ya matajiri wenye ushawishi mkubwa Afrika. Sasa tunatizama maisha yake kutoka utoto wake, safari yake ya biashara hadi sherehe zake kubwa zinazowavutia watu wengi barani Afrika. Richard Kwai alizaliwa tarehe 21 Machi ya mwaka 1984 Jamestown, eneo lililo katika mkoa wa Greater Accra, Ghana. Ingawa hakuna taarifa nyingi kuhusu elimu yake rasmi, historia yake inaonyesha kuwa alianza maisha ya shida na kupambana mwenyewe kisha kufanikisha ndoto zake. Katika mahojiano mbalimbali, Richard alisimulia jinsi alivyoanza kazi ndogo ndogo, ikiwa ni pamoja na kuosha vyombo, takriban 5,000 kwa siku akiwa kama mhudumu wa jikoni. Hii ilikuwa ni moja kati ya hatua zake za kwanza kuelekea kujifunza thamani ya kazi ngumu na yeye mwenyewe kujitengenezea juhudi zake binafsi. Sasa Richard akiwa na miaka 27, ndoto yake ya kuwa mfanyabiashara mkubwa ilianza, ambapo alionyesha kwamba katika hili yeye kwa kweli ana kipaji hichi cha biashara. Richard kwenye hii biashara alifanikiwa kupata dola za Kimarekani milioni 1, na kuanzia hapo ndipo biashara zake zilianza kusimama na hakuwahi kurudi tena nyuma. Mnamo Mei mwaka 2019 alianzisha kampuni inayoitwa Quick Angels Limited inayosaidia biashara changa kupata uwekezaji wa mwanzo, yani Angels Limited. Kupitia kampuni hii amesaidia biashara nyingi sana nchini Ghana na Afrika kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na Peasman, Chicken Man, Dulman Foods, Gold Coast Foods, Ridge Medical Center pamoja na Burger King. Mbali na Quick Angels, Richard pia ni mwenyekiti wa bodi ya Bills Microcredit, kampuni inayojulikana kwa kutoa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo. Pia Richard anamiliki Oya Microcredit ambayo tunaifahamu na imekuwa maarufu sana nchini Tanzania, na mitaa mingi tunaona yale magari ambayo yameandikwa Oya. Basi bosi mwenyewe ndo huyu hapa, Richard Niamakwai. Na Oya haipo tu Tanzania, ipo pia Kenya, ipo Afrika Kusini, ipo Nigeria pamoja na Ghana. Kutokana na mafanikio yake ya kibiashara, Richard Niamakwai amekuwa na uwezo wa kuishi maisha ya kifahari akimiliki mali zenye thamani kubwa. Moja ya mambo yaliyozua gumzo kwa mitandaoni, imezua gumzo hatari zaidi, ni ununuzi wake wa magari ya kifahari pamoja na ndege yake binafsi ambayo kwa jina linaendana na jina lake RNQA, Richard Niamakwai. Ukiangalia hiyo ndege na jina lake ni maneno ya mwanzo ya majina yake, kaandika kwa kifupi RNQA. Magari yanayomiliki Richard nataja baadhi tu. Moja magari ambayo alijizawadia hivi karibuni kwenye birthday yake ni Bugatti Chiron Sports, ambayo bei yake inakadiriwa kuwa ni dola za Kimarekani milioni 3.3 ambazo kwa fedha za Kitanzania ni takriban bilioni 8.8. Bugatti Chiron Sports ni gari lenye kasi sana hapa duniani, na gari hili ambalo bwana Richard Niamakwai analimiliki lina engine lenye horsepower 1500. Ina uwezo kufika hadi kilomita 420 kwa lisaa. Lakini pia ukiachana hiyo, Richard anamiliki gari zingine ambazo kwake yeye anasema ni za kawaida mno, ambazo ni kama
Mercedes-Benz G-Wagon, na hizo mnaijua ni gari ambayo inatumiwa na matajiri wengi sana hapa duniani. Pia ana Bentley, ana Range Rover pamoja na Rolls-Royce 2. Tukija kwenye ndege binafsi ambayo anaimiliki, akainunua hivi karibuni kwenye birthday yake, ingawa hajaweka wazi ni aina gani ya ndege, lakini wachunguzi wanatuambia kwamba ndege hii itakuwa ni kati ya Gulfstream G650 au Bombardier Global F6, na ndege hii inakadiriwa kugharimu kati ya dola za Kimarekani milioni 40 mpaka milioni 65, imagine, ambazo kwa pesa za Kitanzania ni bilioni 600 hadi bilioni 172. Sasa tukija katika tukio lenyewe hili hapa la kumbukizi ya kuzaliwa kwake ndani ya mwaka huu, mwaka 2025 March 21, ambayo ni siku ya jana, Richard Nii Armakwai amefanya moja kati ya sherehe kubwa zaidi kutokea barani Afrika kwenye kumbukizi ya kusherehekea miaka 40 ya kuzaliwa kwake. Sherehe hii kubwa ilifanyika katika uwanja wa Uhuru, Accra, Ghana, na imevutia mastaa wakubwa kutoka Afrika nzima. Katika tukio hili la kifahari, Richard Nii Armakwai alitumia kiasi kikubwa cha pesa kuhakikisha kwamba linakuwa ni tamasha au sherehe lenye hadhi ya kimataifa, na amewalika wasanii wakubwa barani Afrika. Miongoni mwa wasanii walioalikwa na wanaokadiriwa kulipwa kiasi kikubwa sana cha fedha ni wasanii kama vile we have Davido kutoka Nigeria, ambaye anakadiriwa kulipwa kuanzia dola za Kimarekani 200,000 mpaka dola za Kimarekani 500,000. Lakini pia Diamond Platnumz kutoka Tanzania, malipo yake yanakadiriwa kuanzia dola za Kimarekani 200,000 mpaka 500,000. Sasa kwa kiasi hichi cha fedha, ukija kuangalia kwa rate au kwa kiwango cha kubadilisha fedha kwa siku ya leo, ni zaidi ya milioni 800 mpaka bilioni 1. Na Baba Levo, kama mnavyojua, lazima msupport bosi wake. Katika page yake ya Instagram aliweza kumpongeza Diamond Platnumz kwa kutumia dakika 45 kuingiza bilioni 1. Just imagine, Ina maana kabisa kwamba Diamond Platnumz huenda akawa amelipwa dola za Kimarekani 500,000, ambapo kwa pesa za Kitanzania ni sawa na bilioni 1,320 na vichange, imagine, mbele huko vikiendelea huko. Lakini pia sio Davido na Diamond Platnumz tu, wapo mastaa wengine kutoka Ghana kama Sarkodie, ambaye naye amekadiriwa kulipwa dola za Kimarekani 100,000 mpaka 150,000. Lakini pia yupo Kidi kutoka Ghana, yupo Stone Boy kutoka Ghana, yupo na Phenoxyonal, ambao wote hawa ndio miongoni wa mastaa ambao wameweza kusherehesha na kufanya show kubwa katika birthday ya tajiri, yani billionaire Richard Nii Armakwai. Sherehe hii imevutia hisia za watu wengi sana, huku baadhi ya watu wakishangaa matumizi makubwa ya fedha, hasa katika ununuzi wa ndege, gari yake binafsi hiyo Bugatti Chiron Sports, pamoja na gharama kubwa alizotumia kuwalipa wasanii. Sasa utata mitandaoni imeibuka huko nchini kwao, baadhi ya watu wakaanza kujiuliza maswali mengi kwamba je, kiasi hichi cha fedha ambacho kimetumika, je, kimetoka katika kampuni yake ama katika kampuni zake? Maana kama mnavyojua, nilivyosema hapo juu, ana kampuni nyingi ambazo either ni shares au ni za kwake. Bills Microcredit imetoa taarifa, yani moja kampuni ambayo ni Bills Microcredit imetoa taarifa rasmi na kueleza kwamba Richard sio mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo, bali ni mwenyekiti wa bodi na mmoja wa wamiliki wakubwa sana. Ina maana kwamba kampuni hiyo inasisitiza kwamba haikufadhili wala haijafadhili wala kufanya manunuzi yoyote binafsi katika sherehe hii ya huyo tajiri, katika sherehe ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake. Hii inakuja baada ya uvumi kwamba fedha za kampuni hiyo inatumika kufanya sherehe hizi, na maana yake ni kwamba haya yote yanayoendelea, yani in short, ni pesa zake binafsi tajiri na haijatoka kwenye kampuni. Kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo yanaendelea huko Accra, Ghana. Cha kumaliza ni kwamba Richard Nii Armakwai ni hadithi kafupi ya msukumo kwa wafanyabiashara wachanga Afrika kutoka maisha magumu, akifanya kazi ndogo ndogo za kuosha vyombo hadi kuwa mmoja kati ya wafanyabiashara wakubwa kwa bara hili la Afrika. Ni ushahidi na kwamba
Bidii, nidhamu, udhubutu vinaweza kumfanya mtu yoyote yule kutimiza ndoto zake. Sherehe hii ya kutimiza miaka 40 ni ishara ya mafanikio yake na inaonyesha kwamba amefanikisha ndoto zake kwa kiwango kikubwa sana ambacho wengi hawawezi kufikiria. Kwa maneno mepesi naweza kumaliza kwa kusema kwamba Richard Nee ama Kwai ni jina kubwa sana katika biashara barani Afrika na safari yake imewavutia na inaendelea kuwavutia watu wengi. Lakini ndo hivyo, kwa leo naomba niwache hapa. Tutarudi zaidi kuweza kuwaelezea zaidi kuhusu tajiri billionaire Richard Nee ama Kwai mwenye miaka sasa hivi 40 ambaye amefanya tukio kubwa la kusherehekea birthday yake huko nchini Accra, Ghana. For more trending news, stream on Manara TV all digital platforms, all time, every day.